Yes, mwana sawa sawa digital kwa wale wanangu wa iPhone bana, taarifa hii inawahusu zaidi na itakuwa poa zaidi kama ukanisikiliza vizuri kutokana na ushuru ambao umeweza kuongezeka kule nchini Marekani na Donald Trump, rais wa sasa hivi amekuwa akitishia sana vitu kama hivyo. So watu wengi wamekuwa wakijiandaa na kuweza kujiepusha na ushuru huo. Sasa Apple ambayo ni kampuni ambayo inazalisha iPhone iliweza kutuma ndege 5 ambazo zimejaa iPhone kutokea India hadi Marekani mwishoni mwa March 2025 ili kuepusha ushuru ujao wa Marekani uliowekwa na Rais Donald Trump mnamo Aprili 5, 2025, nikimaanisha mwaka huu. So ushuru huu uliowekwa kwa 26% kwa bidhaa kutoka India na 104% kwa bidhaa za China ungeongeza gharama za kuagiza na uwezekano wa kuweza kuongeza bei za iPhone kwa watumiaji. Sasa kwa kusafirisha vifaa vyote mapema, Apple ililenga kuhifadhi miundo ya kizazi cha sasa kama iPhone 15 na 16 nchini Marekani na kuweza kuchelewesha kupanda kwa bei kwa vifaa hivi. Hatua hiyo ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa Apple kuweza kuongeza uzalishaji wake unaokuwa nchini India, ambapo imekuwa ikitengeneza iPhones tangu mwaka 2017 ikijumuishwa aina zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Hata hivyo, ikiwa ushuru utaendelea, miundo ya baadaye ya iPhone kama vile iPhone 17 inayotarajiwa Septemba 25 kutoka iPhone 17 bwana, watu wajiandae, bado inaweza kuwa na ongezeko kubwa zaidi la bei. Idadi kamili ya simu za iPhone ambazo zimeweza kusafirishwa haijajulikana mpaka sasa, lakini Apple iliuza zaidi ya unit milioni 200 mwaka wa 2024, yani mwaka uliopita. Kampuni nyingine kama vile Intel lakini pia zinarekebisha ushuru huo, huku bwana kukiwa na ucheleweshaji na uripotiwa kwa switch. So hiyo ni taarifa kutokea Apple. Waliweza kusafirisha ndege zaidi ya 5 ambazo zime full iPhone ndani, iPhone 15 na 16, na wanategemea Septemba mwaka huu 2025 waweze kutoa iPhone 17. So watu wajiandae kuweza kupokea iPhone 17 mnamo Septemba mwaka 2025. So kama mwana sawa digital, subscribe channel yetu kwa sababu tutakupa updates zote kuhusiana na swala hili na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatokea.